Matai. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tumshangilie Bwana kwa makofi mengi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni tusikilize neno kwa ajili ya neno letu la umisheni ambalo Mungu ametupa kwa ajili ya mji wa Matai, ambalo linatoka kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 4 na ule mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, watu waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika chini na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutasikiliza neno ambalo mtumishi wa Mungu atasimama nalo siku hii ya leo, ambalo linatoka kwenye kile kitabu cha Yohana mtakatifu ile sura ya 14 na ule mstari wake wa 27. Mungu linasema, amani. Neno la Mungu linasema, amani na waachieni. Neno la Mungu linasema hivi, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Haleluya, haleluya. Ongeza makofi, ongeza makofi. Mtumishi wa Mungu, ongeza tena, ongeza tena, ongeza tena, ongeza tena, ongeza tena, ongeza tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Matai simama kidogo, simama kidogo. Mtu wa Matai simama kidogo, dakika moja, simama kidogo. Simama popote ulipo, dakika moja, simama kidogo. Nataka nikwambie jambo moja la msingi. Paulo alipokuwa kwenye kuhubiri kwake Injili, alienda sehemu fulani, na katika ile sehemu walikuwa wakiabudu miungu. Ile miungu ilikuwa inaitwa Artemi, mungu wa mwanamke mkuu. Watu wa mahali pale, baada ya kuona Paulo anahubiri Injili, waliandamana kwa pamoja. Biblia inasema kwa walivyoandamana katika ule uwanja, walipiga kelele kwa masaa 2 pasipo kupumzika, wakimsifia yule mungu mke, wakimsifia masaa 2. Natamani sasa sisi ambao tuko mahali hapa, ambao tunamtukuza Kristo, kwa dakika moja tunatamani ukamshangilie Kristo kwa kelele, kwa shangwe unavyoweza. Ukapige sauti, ukashangilie kwa namna unavyoweza. Unashikilia matawi, unashikilia kitenge, unashikilia shuka, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kama miungu waliweza kushangiliwa, kwa nini Mungu wetu sisi aliye ni mkuu kuliko ulimwengu, kwa nini Mungu wetu sisi ambaye ni zaidi ya ile miungu, kwa nini Mungu wetu sisi tusimshangilie? Tulikuwa na siku ya kwanza mahali hapa tumemwona Mungu, tukawa siku ya pili mahali hapa tukamwona Mungu, siku ya tatu acha tumshangilie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Keti kidogo, keti kidogo, keti kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya kwanza mtumishi alisimama mahali hapa akasema kwa habari ya upendo wa Mungu na habari ya nguvu ya msalaba. Siku ya pili mtumishi akasimama mahali hapa akasema kwa habari ya njia ya kweli ambaye ni Yesu Kristo. Na siku ya leo ya tatu nia ile ile moja, hatujaacha kuhubiri Injili. Imetuleta Matai ni ya kwamba tuhubiri habari njema ya Yesu Kristo, wala kuhubiri kingine chochote kingine zaidi ya Injili ya Yesu Kristo ambayo inaokoa, iliyotuokoa sisi wote, iliyokuwa vijana wanaoshangilia, ambayo inakuokoa na wewe leo, iliyokuokoa wachungaji. Shangilia Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hajawahi badilika.
Mungu ni yule yule aliyeweza kuhubiriwa na mitume na manabii katika enzi zile za zamani. Ndio Mungu yule yule ambaye tunamhubiri leo, lakini akaja kujifunua kwa namna nyingine, kajifunua kwa namna nyingine ambayo wewe ambao unatamani kumjua amejifunua kwa namna ya mwanaye Yesu Kristo, ili kila ambaye anapata kusikia habari zake akapata kuziamini, lazima akapata kumwona Mungu. Biblia inasema ya kwamba watu wote katika ulimwengu walipata kuweza kuumbwa na kutoka sehemu tofauti tofauti katika mitaifa yake na mipaka yake, ili ya kwamba wakapata kumtafuta Mungu hata kwa kupapasa, ijapokuwa akai mbali na kila mmoja, ili ambapo atakuja Kristo, atapohubiriwa injili za Kristo, mtu wa Mathayo akasikia injili akapata kuweza kuiamini, ili akapata kumpokea Kristo akafanyike mwana wa Mungu. Wewe unasikia sauti ya leo, unasikia sauti hii, una nafasi ya kufanyika mwana wa Mungu. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Injili ya Yesu Kristo ni kwa ajili ya wokovu, sio kwa ajili ya chochote. Ndio. Sio kwa ajili ya kuleta mafarakano. Ndio. Sio kwa ajili ya kuleta ugomvi. Ndio. Sio kwa ajili ya kuleta utengano. Kwa maana Biblia inasema Kristo alifanyika upatanishi. Kama yeye ni mpatanishi, maana yake hata injili yake sio ya kuweza sio kuweza kutenganisha watu, bali ya kupatanisha watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata unayesikia injili hii ulipo kule barabarani na kuona mbali, injili ni kwa ajili yako kukupatanisha wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na katika kulitambua hilo kwamba injili sio ya kuleta magomvi, wala injili sio ya kuleta mafarakano, wala injili sio ya kutenganisha wanadamu, siku ya leo na kuhubiria habari nyingine tena ni zile zile za Yesu Kristo katika eneo la amani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukatambua siku ya leo kuna amani ambayo inapatikana ndani ya Kristo Yesu, tofauti na ile amani ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile amani ambayo itapatikana kwa Yesu, ile amani ambayo ilipatikana kwa Yesu. Biblia inasema hivi, mtumishi wa Mungu amesoma neno hilo mahali hapa ya kwamba amani na waachia, amani yangu mimi nimewapa, si kama ulimwengu wapavyo, bali nilivyowapa mimi sio kama ulimwengu. Ndio. Kumbe ulimwengu unatoa amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe na ulimwengu unatoa amani. Mnipunye mkono mtu wa Mathayo namna hii. Punga mkono wako namna hii kama uko pamoja nami. Punga mkono wako namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yesu anasema amani yangu ninawapeni ninyi. Sio kama amani ya ulimwengu. Ndio. Kama manake kuna wakati ambapo ulimwengu unatoa amani. Amani ya ulimwengu kumbe ni tofauti, lakini kuna amani ya Kristo. Natamani leo nikutofautishie kidogo kwa habari ya amani ya ulimwengu na amani ya Kristo. Ndio nakuhubiria leo. Mtu anaweza katafuta amani kwa njia zake mwenyewe. Kaenda kutafuta uchawi. Ndio. Sumbawanga anauza hadi uchawi. Nasikia hivyo. Ni kweli ni uongo? Ukweli uongo? Wananunua watu uchawi. Anatafuta amani kupitia uchawi. Amani ni amani ya ulimwengu. Lakini kumbe kuna amani ya Kristo. Sasa tofauti ya amani ya Kristo na amani ya ulimwengu ni kwamba ile amani ya ulimwengu ni ya kitambo. Unapoenda kufuata uchawi utapata uchawi, utahangaika nao leo. Umeenda kwenye uchawi kanunua uchawi, umekusaidia, umepata hela, kesho anainuka yule aliyekupa uchawi, hayo miungu inakwambia mtoe mwanao. Utapata amani? Utapata amani? Hapana. Leo unaenda kusema natafuta amani, ninaenda kwenda kutafuta amani kwa waganga. Nimeenda kuchukua matunguli, nimefanya biashara sijaelewa, nimefanya biashara sipati kipato, nimeenda kwa waganga. Umechukua matunguli umeyaweka madukani kwako, umeweka nyumbani kwako, milango yote inaning'inia kama urembo wa mataa, kumbe ni matunguli yamejaa. Baada ya siku 2 siku 3 unaanza kukabwa na wachawi, hiyo mizimu inakugeukia, inakukaba yenyewe. Hiyo amani unatoa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ninaposoma habari ya amani ya Kristo, anasema yeye mwenyewe amani yangu mimi nawapeni. Kwa maana yake ni amani yake mwenyewe Kristo, ambayo yenyewe sio ya nje, bali ni ile amani ya ndani, ambako mtu aliye tayari kumpokea ataipata ile amani. Akisha kuipokea hiyo amani ya Kristo, Kristo atakaa ndani yake. Maana amesema ya kwamba atakayemwamini yeye atakaa ndani yake. Akikaa ndani yako Kristo, ndipo amani utakapoiona. Ni mtu wa Mathayo, kipiga makofi. Nikono kupiga makofi. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu.
Amen. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Kuna mama mmoja alijifungua mwanae. Kajifungua mwanae. Amezaliwa mwezi wa 4. Akakaa mwaka wa kwanza. Mwaka kesho mwezi wa 4. Ikapita miezi 9. Miezi 6 ikafika ni mwezi wa 10. Manake mwaka mmoja na nusu. Ndio. Yule mtoto wake alikuwa atembei, asimami. Wamama wa baba mpapo wazazi, mtoto kawaida kutembea, anatembea na muda gani? Umri mtoto kutembea ni muda gani? Miezi 9. Sasa yule mtoto kakaa mwaka na miezi 6. Hajatembea mtoto. Jiulize, wewe ndo mama uko hapa, ungekuwa na amani? Hapana. Ungekuwa na amani? Hapana. Yule mama baada ya kuwa na ameona sina amani juu ya mtoto wangu, akutaka kutafuta amani ya ulimwengu. Alinipigia simu. Akaniambia, mtumishi, mwanangu atembei. Ndio. Mwanangu ana mwaka na nusu atembei. Naomba muombe. Ndio. Kwenye simu. Nikiwa mbali, yuko mkoa mwingine, niko mkoa mwingine. Tukaomba na ule mtoto. Baada ya kuomba na ule mtoto, Mungu akaachilia neno la unabii. Nikamwambia wiki hii kwa siku 7 utakuwa mtoto kila siku unamkanda maji. Maji tu umkande. Anakuja kunishuhudia, anasema ya kwamba siku ya kwanza anaenda kumweka mtoto kwenye beseni aweze kumkanda. Anashangaa kwa maana kwanza mtoto anasema mama amesimama kwa miguu yake. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Alipata amani, lakini sio amani ya ulimwengu. Hakuitafuta amani ya ulimwengu, akatafuta amani kwa Kristo. Akaona ndio waganga wanaweza wakamponya mwanangu, akaona ndio madaktari wanaweza wakamponya mwanangu, lakini siwezi kwenda kwa madaktari, lakini siwezi kwenda kwa waganga, lazima nitafute amani kwa Kristo, ambayo nikiipata hiyo mwanangu atateseka. Nikienda kwa waganga watanipa mizimu, mtoto atatembea, hiyo mizimu itamsumbua kubwani. Tukamfanyia maombi kwa njia ya Kristo Yesu, akaweza kuponywa. Yule mtoto wake anatembea sasa hivi. Anatembea. Hiyo Kristo, yule mtoto atakuwa na hatasumbuliwa na mizimu wala wachawi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekaa mahali fulani karibia na Wafipa. Kwa Kifipa na kijua kidogo. Mwalindauli. Mwalindauli. Taitu. Ninakijua. Hii gari ya fuma kwa shetani haina amani. Hapo sasa. Mali iliyotoka kwa shetani haina amani. Amen. Ndoa iliyotoka kwa shetani haina amani. Amen. Lakini ile gari ambayo imepatikana kwa Kristo ina amani. Kwa nini? Yesu Kristo mwenyewe ni amani. Neno la Mungu linaniambia kwamba atazaliwa mtoto wa kiume, mawegeni mwake, naye ataitwa mfalme wa amani. Yesu Kristo yeye mwenyewe ndio amani. Kwa hiyo yule ambaye anapata amani kwa Kristo, hiyo amani iko nayo ndani yake. Anayepata mke kwa Kristo, hiyo amani iko ndani yake. Anayepata gari, mali, nyumba, amani ya Kristo ipo na wewe. Amen. Sasa ni chaguo lako. Ukapate amani ya ulimwengu, ndio, au ukapate amani ya Kristo. Ndio. Kuna mtu kwa mahali hapa anasema mbona Wakristo wengine wameokoka lakini bado wana hali mbaya, lakini bado hawaelewi, wanalala njaa. Ngoja nikupe siri moja leo ya kwamba Yesu mwenyewe akasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini mimi nimeushinda ulimwengu. Hiyo dhiki ya kitambo, wewe muone amelala njaa leo huyo aliokoka, lakini kesho anaishi vizuri. Wewe una uchawi wako, unalala unakesha, au haulali unakesha. Usiku wa manane umekesha, mwenda ukalala vizuri. Nani mwenye amani? Aliyeokoka. Wewe umekesha usiku wa manane. Unawanga tu. Unawanga tu. Afu kibaya zaidi nasikiaga unawanga uchi. Unawanga tu usiku wa manane. Uko uchi unawanga tu. Lakini kuna kijana mmoja amelala zake usingizi na koroma. Nani mwenye amani? Ukiamka asubuhi macho yamekuwa mekundu, wewe uchawi wako. Umekesha usiku kucha. Afu mimi nazidi na donda. Amen.
siku ya leo nataka nikwambie, iko nafasi ambayo wewe ambaye hauna Kristo ukaweza kumpata Kristo ambaye ataweka amani ndani yako. Wewe ambaye uko tayari ukasema ya kwamba hii amani ya ulimwengu nimehangaika nayo, ndio nimeteseka, umeshabadilisha waganga, ndio mimi babu alinilisisha kauchawi akaniambia ukikaacha utakufa. Nataka nikwambie ya kwamba huo uchawi ukiwa na Kristo unauacha na amen. Amen. Kuna mwingine anakamatilia uchawi anasema ya kwamba kwa sababu aliniacha tutunguli babu, huu uchawi siwezi nikaacha. Aliniambia kwa sababu dada yangu alikataa akafa. Kaka yangu alikataa akafa. Hata aliyemfuatia mimi alikuwa kidogo anakubali, lakini akakimbia mkoa mwingine akafa. Mimi wakanilisisha, nikasema sitaki kufa, nikapokea. Kwa huko anasikia injili hii, anasema siwezi nikampokea Kristo. Nakupa siri moja ya kwamba yeye Kristo alishinda kifo na mauti. Hakuna kifo kitakuwa juu yako utakapompokea Kristo. Huo uchawi utauacha, na unaleta vitungule, unaleta vikorokoro, tunavichoma hapa, inakuwa kusha na hautakufa. Amen. Kwa maana yeye Kristo alishinda kifo na mauti. Amen. Hakuna cha kukua. Amen. Na kuhakikishia hivi, ukiwa na Kristo hakuna cha kukua. Amina. Ukiwa na Kristo hakuna cha kukua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wakamuuliza Yesu, tunakufuata wewe, tutapata nini? Tumeacha mashamba, tumeacha mali, tumeacha wake, tumeacha vyote, tunakufuata nini wewe? Utatupa nini? Katika ile Marko sura ya 10 mstari wa 30 akasema kwamba hakuna aliacha mke, hakuna aliacha mali, hakuna aliacha mashamba, atapata yote. Utapata mashamba, utapata wake, uame pamoja na Uzia. Amen. Uzia ni hela. Amina. Uzia ni hela. Ukiamua kumfuata Kristo, ukaacha dhambi, ukaacha uchawi, ukaacha yote ambayo umeyashikilia yanayokuzuia zile kwa Kristo, usifikiri kwamba umepoteza. Utapata yote na Uzia, na zaidi ya yote anasema na ule uzima wa milele. Ngoja nikwambie, ukishikilia dhambi, ukashikilia mahali uliko, hautafika kule uzima wa milele. Kwa maana hawaingii walio wachafu, hawaingii wenye dhambi, hawaingii ambao unakosaje, hawaingii ambao ni wachawi, hawaingii ambao ni wasengenyaji, hawaingii ambao ni wadangaji, hawaingii ambao wanaenda kwa waganga, hawaingii. Ndio wanaingia wale waliooshwa kwa damu ya Yesu. Na wakakubali kumpokea Yesu. Wakaipokea amani ya Yesu. Hawakutaka amani ya ulimwengu, wakapokea amani. Usidanganye kwa chochote. Kuna maisha baada ya huu uhai unaoona. Kuna maisha baada ya huu mwili. Na ndio maana mtu akifa anasemaje, mwili wa marehemu yuko wapi? Kumbe marehemu bado yupo. Huu ni mwili. Kama marehemu bado yupo, kuna mahali ule roho ambaye ndio huyo mtu inatakiwa kwenda. Je, kitaamuliwa ni nini? Ulikuwa tayari kumfuata Kristo? Ulimpokea Kristo ili uende ukaishi uzima wa milele, au uende kwenye kile kijito, ule mto, lile ziwa liwakalo moto na kiberiti ambalo alizimeki? Na ubaya ni kwamba nakwambia, ukiingia kwenye lile ziwa haufi, unaendelea kuungua tu. Wakati utakuja utaniona unasema yule kijana alinobiliaga injili Matai, ndio anaingia mbinguni yule. Na mimi bahati mbaya sikukuona, sikukumbuki. Ila ukimpokea Kristo, amen, tutakutana kule. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maisha ya mwanadamu anapoishi katika dunia hii, ndio imejaa majaribu. Imejaa shida. Ndio. Majaribu yote hayo ni nini? Yanakupelekea katika dhambi. Unapokuwa katika dhambi, wewe umekuwa katika giza. Ndio. Hiyo giza inakufunika. Hauoni mbele, ndio pembeni. Na lengo la dhumuni ya hiyo giza, usione uzima wa milele.
Lakini uzuri ni kwamba nini kinachosemwa? Yesu yeye ni nuru. Hiyo nuru imepata kuwazukia hao waliopo katika giza. Hata walio katika kwenye uvuli wa mauti, hiyo nuru imepata kuwazukia. Biblia inaniambia hiyo giza ifangamani na nuru, giza ichangamani na nuru. Unapoingia nuru, giza lazima lichomoke. Wewe ambaye upo kwenye giza, unapoiona nuru, giza lazima lichomoke. Utakamatiliwa tena, au kwenye giza tena, umeteseka sana, lakini giza hilo lazima liondoke. Leo hii ukiamua kumpokea Kristo, yeye ni nuru, hiyo giza lazima iondoke. Haina nafasi tena, kwa maana yeye ni nuru. Hao watakaompokea wanafanyika kuwa nuru, na matendo yao yakawa ya nuru, kwa maana matendo ya giza Biblia inasema ni aibu, hata yafai kuweza kusemwa. Lakini matendo ya nuru yakizihirika, lazima yaonekane kuwa ni nuru. Usijidanganye unapokuwa katika dhambi, hiyo ni giza limekukamatilia. Usijidanganye, hilo giza litakupeleka kokote zaidi ya motoni. Umeshikilia dhambi, acha dhambi. Ndio. Hata kama umeokoka, acha dhambi. Amen. Ukiokoka ukaendeleza dhambi, utaenda motoni tu. Ndio. Ukiokoka usitamani kuweza kufanya yaliyo nuru, utaenda motoni. Ndio. Nakwambia wewe uliokoka, ulioko mahali hapa unasikia neno hili, acha dhambi. Amen. Acha dhambi. Kuna wengine wanaona kwamba dhambi ni uzinzi tu na uchawi, lakini kusengenya wenzao, wanasengenya sana. Hata wewe ndi mbinguni, mbingu ya nani? Unasengenya hivyo. Mtu anaingia kanisani, unamfuata mwenzako, ona yule, yule nani yule, ana dhambi yule, ana dhambi. Nani mwingine kama wewe? Unaona kibazi kwenye jicho la mwenzako, wakati jichoni mwako kuna boriti. Litoa kwanza ile boriti kwenye jicho lako, ndipo kaone kibazi kwenye jicho la mwenzako. Wewe ambaye umeokoka, acha dhambi na wewe. Kuhubiria habari njema kwamba Kristo Yesu yeye alikuja kwa ajili ya kuondoa dhambi. Yeye ndiye ambaye nuru, ambaye ataondoa hilo giza ndani yako. Anakata kuondoa hilo giza, anaachia amani. Leo hii nimekwambia, kuhubiria kwa habari ya amani, amani ya Kristo, ili utakapompokea usiendelee kuteseka, usiendelee kuona shida. Watu wengine wanaona kwamba ni bora akatafuta raha, lakini atafute, lakini awe na amani. Amen. Kulala kwenye nyumba yenye msauzi gorofa, afu unalala chini. Kwenda unatembea na gari, ukifika pale ukipaki ukitembea uko peko. Kuna mtu mmoja mahali fulani, alikuwa ni tajiri mkubwa sana. Ndio. Atembelei gari, ana magari, anatembea kwa miguu, afu anatembea peko. Yote ya nini hayo? Yote ya nini hayo? Lakini yeye Yesu ambaye ukiwa tayari kumpokea, vile unavyovitamani utavipata, ambapo unavitamani utavipata, na zaidi ya yote amani itakuwa ndani yako. Utateseka tena, utateseka tena. Wachawi wa matawi hawatakutesa tena. Utakuwa ndo mwisho wa kukabwa usiku, utakuwa ndo mwisho watoto wako kurogwa, utakuwa ndo mwisho wa wewe kurogwa, kwa maana Biblia inaniambia atakayekaa ndani yake Yesu ni atakaa ndani yake. Amen. Ukiwa ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yako, Biblia inasema ametuficha katika Kristo ndani ya Mungu. Amen. Ili mchawi kwa mtu uliokoka akapate kufikia, amwanze Mungu kwanza, amfuate Kristo na kukute wewe. Sasa mimi nakuhubiria kwa ujasiri, nasema hata wachawi wa matawi wananisikia, ya kwamba hawezi kanigusa, ili kwamba ninaye Kristo Yesu ambaye ni zaidi ya yote. Amani ninayo. Sasa hivi degree, ninaenda kumaliza degree, napata zangu kazi, nakuwa na hela zangu, na wachawi wa matawi watakumbuka ya kwamba niliwabonda nilivyokuja matawi. Amen. Na mnifanyi chochote. Amen. Nimesikia Matai kuna wachawi kuliko Sumbawanga. Yaani Sumbawanga inatania. Eti mchawi inafikia tu hadi mchawi ukinunua kiwanja ili ujenge nyumba, anataka uende ukamuulize nijenge nyumba kuelekea wapi? Mlango wa nyumba yangu uende wapi? Yaani paka wachawi wanaamua maisha yako. Na wewe unakaa ukizembezembe, hautaki kuokoka. Okoka. Ndio.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Watu wa Mateni, pungia mkono namna hii. Punga mkono namna hii. Yesu anawapenda. Ndio maana unaisikia hii habari. Amen. Ili ukapate kuweza kumpokea yeye. Amina. Yesu anakupenda. Amen. Na yeye alikufia msalabani kwa ajili ya amani yako. Amen. Yesu anakupenda. Ndio. Kwa maana alikubali adhabu ya amani yako juu yake. Amen. Ile Isaya 53 mstari wa 5 anasema alichubuliwa kwa maovu yetu, aliteswa kwa makosa yetu, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Maana yake adhabu ya amani yako wewe ili wewe ukapate amani. Yesu aligongomelea pale msalabani. Yesu alikubali kuibeba pale msalabani ili yule ambaye atakuwa tayari kuweza kumpokea yeye, hiyo amani yake atapata kuiona. Yesu anasema amani yangu, kwa maana ni hii amani ya kwake, sio amani ya nani, sio amani ya kanisa, sio amani ya kwangu, sio amani ya mhubiri, bali ni amani yake Kristo. Sio amani ya yeyote yule, bali ni yake Kristo. Au tuipata popote mpaka pale ambako umeamua kumpokea Yesu. Au tuipata popote mpaka pale ambapo utasema sasa basi ninageuka nyuma, nimeteseka sana, nimekaa kwenye uchawi, nimekaa kwenye dhambi, ninageuka nyuma, ninamfuata Kristo. Hiyo amani itakuwa ndani yako, maana ukimpokea leo anakuja ndani yako. Akishakuja ndani yako ndipo amani utaiona. Au utateseka tena, au utateseka tena, hiyo giza itaondoka. Au utateseka tena, uchawi utaondoka. Au utateseka tena, hizo shida zitaondoka, kwa maana yeye ndiye njia ya ukweli na uzima. Hiyo njia ya ukweli na uzima akija ndani yako, uzima unakuwa nao, tena unakuwa nao tele. Anasema wengine ni wanyang'anyi, wewe si wanyang'anyi, lakini mimi nimewaletea uzima, tena uwe nao tele. Wewe uzima utakuwa nao tele leo, wewe uzima utakuwa nao tele leo utakapoamua kumpokea Yesu. Haleluya. Amen. Usikubali kwa namna yote ile. Amen. Uendelee kukaa mahali ulipokaa. Usikubali kwa namna yote ile. Wewe ambaye hujaokoka, ndio ukaendelea kuwepo hapo. Fanya uamuzi leo. Ndio. Uamuzi uliochukua leo utakufurahisha hapa duniani kwa amani ya Kristo na uzima wa milele. Amen. Lakini ukiendelea kukaa mahali ulipo, kinachofuatia ni nini? Utaendelea kukosa amani, na baada ya kukosa amani, ukisha kufa ni kwenye moto. Na ni halisi, sio story. Ndio. Moto upo. Moto upo. Amen. Ni halisi, sio story. Ndio. Usipompokea Yesu, moto upo. Ndio. Na unakusubiri. Usipoacha dhambi, moto upo na unakusubiri. Ndio. Unakusubiri. Lakini Yesu ni mwenye upendo. Amen. Mungu ni mwenye upendo. Amina. Alikuwa tayari Yesu kuacha uhai. Biblia inasema aliacha mbingu zile mbingu zilivyokuwa, alikuwa sawa na Mungu, akaacha kuwa sawa na Mungu, akashuka duniani, akavaa mwili, akawa jinsi ya wanadamu, akaishi katika shida, akaishi katika taabu kwa namna ya mwanadamu. Hiyo shida alipitia. Kama njaa alishinda njaa, kama tabu akapitia tabu, lakini zaidi ya yote akawa tayari kuingia katika msalaba, akawa tayari kubeba dhambi za wanadamu, akawa tayari kubeba dhambi za Wamathayo, akawa tayari kubeba amani yako wewe Wamathayo, ili siku moja leo, siku ya leo tarehe 25, tarehe 24 ya mwezi wa 3, ya kwamba utakapompokea, hiyo amani ikawe juu yako, hiyo amani ikawe juu yako, hiyo amani ikawe juu yako. Nataka nikamalizie mahali hapa, hata usione wingu ukaogopa. Hakuna mvua itanyesha, hata kama umeacha nguo nyumbani, kwa jina la Yesu mvua itanyesha. Kuwa na amani, kwa maana amani ya Kristo yuko mahali hapa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unaposikia injili hii, ni kwa ajili ya kukutoa wewe kwenye hizo vita. Ndio. Kwenye huo ufarakano. Ndio. Kwenye huo ugomvi. Ndio. Kwenye hizo shida. Ndio. Kwenye huko kukosa amani, ili ukapate amani ya Kristo, ili ukapokea amani ya Kristo.
ili ukapate kupata raha za Kristo. Amen. Maana nje ya Kristo hizo raha unazozipata hazina amani, lakini ndani ya Kristo amani unakuwa nayo na raha unapata. Kama unabisha, shuka hapo chini, mkamate kijana mmoja, muulize kwamba wewe ulivyookoka amani uliyoipata au wanapata raha, ndio maana wanapendeza vijana. Kwa sababu wanaye Kristo. Wewe ukiamua leo lazima uamue kumpokea Kristo, na hata ukiamua kumpokea Kristo hiyo amani utakuwa nayo, na baada ya amani nakwambia ni kwamba hiyo raha itakuja. Amen. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako kokote ulipo. Amen. Simama kwa miguu yako. Simama. Nimeona nisiendelee, watu wanawaza mvua. Hata nimwambia mvua hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Naomba nimalizie hivi. Wewe ambaye hujaokoka, wewe ambaye una dhambi, wewe ambaye upo kwenye giza, Yesu Kristo ndiye ambaye amekubali kuchukua hizo zote vyako. Yesu Kristo ndiye ambaye amejitoa kwa ajili yako. Amen. Yesu Kristo ndiye ambaye amekubali usiweze kuendelea hapo ulipo. Amen. Kama utakuwa tayari kumpokea, naomba tusogee hapa wote. Shukeni mahali kwa mliko. Wale kule mbali sogeni hapa. Sogeni hapa tukamalize. Sogeni hapa, shukeni mje. Mwili na amani. Amani ya Kristo iwe na ninyi. Sogeni hapa, shukeni hapa chini. Shukeni hapa chini. Shuka wote, tushuke wote. Sogea, sogea, sogea baba zangu, sogea. Sogea. Mama zangu sogeeni, sogeeni. Baba zangu pale kwenye daraja sogeeni, sogeeni. Huko pia akina kaka sogeeni, sogeeni. Amani ya Kristo iwe na nyie. Sogeni, sogeni, muwe na amani. Amani ya Kristo iko mahali hapa. Kwa amani hiyo, sogea, sogea. Sogea, sogea. Akina mama mliokaa pale msiwazi. Sogeni, sogeni mahali hapa. Sogea hapo, sogea, sogea. Wakati unasogea, nataka nikwambie ya kwamba uamuzi wa kufanya leo ni wewe mwenyewe. Hautabadilisha chochote siku ya kesho kama hujafanya uamuzi leo. Uamuzi ambao utaufanya leo ndio utakao kusaidia kesho na hata milele yote. Msiogope, sogeni, sogeni. Uamuzi ambao utaufanya leo ndio ambao utakubeba milele yote. Uamuzi ambao unaofanya kusema ya kwamba ninaachana na dhambi, ninaachana na hii giza, ninaachana na shetani, ninaamua kumfuata Yesu. Uamuzi huo ndio ambao utakupa milele, utakufanyia maisha mazuri ili ukapate kuweza kuona uzima milele, na hiyo amani iwe juu yako. Napenda kumaliza, nataka nikaombe na hawa watu. Wewe ambaye umesikia injili moyoni mwako unasema ya kwamba natamani nifanye uamuzi wa kumpokea Kristo, na hiyo amani ya Kristo kwa juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kila mmoja tuliopo hapa mbele, funika macho yako. Funika macho yako. Nataka tukaombe. Nataka tukaombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, Mungu ambaye umetuumba wanadamu wote na ukatuweka katika dunia sehemu tofauti tofauti, na watu hawa kuweka ndani ya matai, ninaomba ukaokoe nafsi za watu ambao siku hii wako mahali hapa na hawajaweza kukupokea wewe. Ninakuomba ukaweze kubadilisha maisha ya watu hao. Ninaomba uende ukaitia amani yako ndani yao. Ninaomba Bwana uende ukafanya jambo jipya ndani yao kwa yale maamuzi atakuwa yafanya, katika jina la Yesu Kristo, kwa maana wanachagua njia ambayo ni njema, njia ambayo ni nzuri na njia ya wokovu. Naye Bwana ndio akuokoa. Ulimtoa mwanao Yesu Kristo afe kwa ajili ya kila mmoja na atakayemwamini ana uzima milele. Kama uko mahali hapa, uko umefunika macho, funika macho, usifungue macho. Uko mahali hapa na unatamani kumpokea Kristo, unatamani upokee amani ya Kristo ndani yako, unatamani Kristo akae ndani yako, unatamani mwanzo mpya uanze ndani yako. Unasema ya kwamba nimekaa katika dhambi, nimeteseka sana, nimekaa katika shida zote hizi, nimekaa kwa muda mrefu nikitumikia uchawi na mizimu, nimekaa kwa muda mrefu nikitumikia miungu, lakini kwa injili niliyoisikia leo ya kwamba Kristo ndiye amani yangu, na nitakapompokea yeye atanipa amani. Wewe mtu wa namna hiyo, nyosha mkono wako juu, nyosha mkono wako juu, funika macho yenu wote, nyosha mkono wako juu, ambaye unasema nimechoka maisha haya, nimechoka kuteseka, nimechoka kukaa katika dhambi, ndiyo nimetumikia miungu na mizimu, ndiyo nimekaa kwa muda mrefu katika shida ya kuitii mizimu ya mababu na mabibi, nimekaa kwa muda mrefu katika shida ya kutumikia uchawi, nimekaa kwa muda mrefu katika dhambi, hata dhambi naona iniachei. Nyosha mkono wako. Yesu anakupenda, Yesu anakupenda na Yesu anakuhitaji kwa jinsi ambavyo ulivyo, vyovyote vile ulivyo. Usijipimie maisha yako ukasema ya kwamba dhambi ambazo nimezifanya siwezi kusamehewa. Yesu atakusamehe dhambi leo, Yesu atakusamehe dhambi leo, na baada ya kukusamehe dhambi, hiyo amani ya Kristo itaingia ndani yako. Hiyo amani ya Kristo itaingia ndani yako. Sogea hapa mbele, sogea mstari wa kwanza hapa, sogea. Wewe ambaye unataka kumpokea Kristo leo, fungua macho yako, sogea hapa mbele, sogea hapa mbele, fungua macho yako, sogea hapa mbele. Wewe ambaye unatamani kuanza mwanzo mpya, unatamani kubadilisha maisha yako, unatamani kuanza mwanzo. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Tulioko hapa mbele, nyosha mkono wako juu, fuatisha sala hii. Kabla sijaanza kuomba sala hii, wewe ambao unajiuliza mara ya mwisho tena, sogea hapa mbele. Wewe ambao unajiuliza kwa mara ya mwisho, hata kama umeshawahi okoka kabla, lakini umeshaanguka katika dhambi, using'ang'anie katika anguko hilo. Sogea hapa. Uliokokaga zamani, umeshaanguka katika dhambi, usiendelee kukaa katika anguko hilo. Sogea mahali hapo kwa kufanya upatanisho upya. Akina mama kule mnakuja huko. Amina. Semeni sala hii watu wa mbele hapa, na wanyuma ukipenda unaweza ukafuatisha. Sema, Bwana Yesu, kwa sauti kubwa sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kunipenda, ninakushukuru kwa kunifia. Siku ya leo nimelisikia neno lako na nimepata kuamini ya kuwa wewe ndiye Bwana
ambaye uachiliaye amani ndani yangu. Ninatubu leo dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua au kwa kutokujua. Ninaomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Ninakupokea Yesu na kazi zako zote. Niko tayari kubeba msalaba wangu na kukufuata siku zote za maisha yangu. Ninaomba ahadi yako ya uzima wa milele nisipungue katika ahadi yako ya uzima wa milele nisikose katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ukanisaidie kushinda dhambi na dunia na mambo yake yote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Msiondoke. Ongeza makofi mengine mengi kwa Bwana. Shangilieni huko. Baba, katika jina la Yesu, nyoa mbele. Msiondoke. Kabla mjaandika majina, watumishi. Kabla mjaandika majina. Majeshi ya Bwana, tusubiri kidogo. Kabla mjaandika majina. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuliye hai, ninaweka watoto wao mikononi mwako. Siku ya leo wamefanya uamuzi wa kupokea wewe. Usiweze waache katika maisha yao. Badilisha maisha yao, ukawafanye kuwa wapya, na amani yako Kristo ikawe ndani yao. Usiweze waache katika maisha yao. Neema yako ikapate kuzilika, na ukathibitishe ya kwamba wewe ni Bwana katika maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo nimeweka wakfu. Amina. Tuandike majina yao. Wakati huo, kama una tatizo lolote, kama unaumwa, una kifungo chochote, kabla ya kuombea wa baba, nataka kuomba na nyie. Kabla ya kuombea wa baba, nataka kuomba na nyie ambaye unasema ninaumwa, nina ugonjwa ambao umenitesa, nina kifungo ambacho kimenitesa. Sogea mbele. Kama unaumwa, sogea mbele. Ambaye unaumwa, sogea mbele. Ambaye unaumwa, sogea mbele. Kama wewe ni mgonjwa, tusogee mbele, usiogope, sogea mbele, usiogope, sogea mbele, maisha ni ya kwako. Sogea mbele. Yesu yuko mahali hapa, yuko tayari kukufungua kabisa. Sogea mbele, usiogope, mtu wa Mungu. Kama wewe ni mgonjwa, wewe unaota unalishwa vitu usiku, sogea mbele. Wewe unaota unaitwa na sauti zisizoeleweka usiku, sogea mbele. Yesu yuko mahali hapa. Wewe unaota vitu vibaya tu usiku, sogea mbele. Yesu yuko mahali hapa. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sogea mbele, upokee muujiza wako. Sogea mbele, Yesu yuko mahali hapa. Sogea, usiogope. Una tatizo la ugonjwa wa tumbo, huwa uponi, sogea tu mbele, usiogope. Una tatizo, unajijua mwili wako unaenda kusumbua kwa muda mrefu, haujawahi kupona, sogea. Mponyaji yuko mahali hapa. Sogea tu, usiogope. Familia yako ina matatizo, haina amani, sogea mbele. Sogea tu mbele. Unajua maisha yako, sogea mbele, usiogope. Yesu yuko mahali hapa. Naomba majeshi ya Bwana tupite kwa jina la Yesu. Huo ugonjwa ulio ndani yako, huo uvimbe ulio ndani yako, tukahili na Mungu kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
kansa, hiyo kansa inaivunja kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu inakataa kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, 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 Yesu, ninaachilia uponyaji juu yako kwa damu ya Yesu, 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 ninaachilia uponyaji juu yako. Chochote kilichoandikwa kwenye Biblia ni lazima, sio ombi, sio ombi. Ile ni sheria ya mwanaume kumpenda mkewe. Inaomba watoto wote shika kiuno, wanaume walioko hapa shika kiuno, wewe mama shika kiuno kurepresenti, kumwakilisha mumeo, shika kiuno. Kiuno tunamaanisha tunashika eneo la uzao, hilo ni eneo la uzao. Shika kiuno, shika kiuno, shika kiuno, shika kiuno. Hawa watoto wanajao generation ambayo ipo, Bwana rikatalagaya, inaomba mshike kiuno, shika kiuno, shika kiuno. Wahudumu mtapita kuombea, wahudumu mtapita kuombea, wahudumu mtapita kuombea. Tunaombea uzao, naombea uzao ulio bora, naombea uzao ulio bora, uzao ambao utafika chuo kikuu kama sisi tulivyofika, uzao ambao utatetemesha misingi ya dunia kama tulivyokuja kutetemesha, uzao ambao utatetemesha dunia, utatetemesha misingi ya ulimwengu. Shika kiuno, ribakasiata. Chochote kitakachotoka kwenye hicho kiuno hakitakuwa mapooza. Wewe mwanamke, shika kiuno, mwakilisha mumeo. Chochote kilichotoka kwenye kiuno cha mumeo ukamzaa huyo mtoto uliyemzaa hakitakuwa mapooza, hakitakuwa mapooza, hakitakuwa mapooza, hakitakuwa mapooza. Kitafikia lengo, kitafikia lengo. Mama Rekatalagadalabakasianta rebokoseketelemo kolibrana rabokosiki ikatalagadalavakasianta. Uzao ambao utakuwa ni uzao utakaoshika pesa, ambao ni uzao ambao utakuwa katika misingi ya Kristo. Ribakasianta, uzao ambao utashindwa kuzuilika kwenye misingi ya ulimwengu, utashindwa kuzuilika kwenye misingi ya ulimwengu. Maana Bwana, naomba uzao ukaubariki, naomba uzao ukaujaze nguvu, naomba uzao ukausaidie ukafikie malengo. Kama kuna kitu kinasumbua uzao, iwe ni uchawi, iwe ni uganga, iwe ni ushirikina, iwe ni mizimu ya madai, rikatalagada rebokosianta yepakasekete ikatalagadalaba yepootorobokoosiantalaba rimamamamama rebokosianta rikatalagadalavakasekete ikatalagadalabakasianta rebokosiki. Uzao ukawe huru, 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 uzao ukawe huru. Rebokosiantalama, uzao huu ukawe huru kuanzia leo, 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 kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo. Uzao wa kiume ukawe huru, wakafanya jinsi wa Yesu unavyohitaji.
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado sijasikia watu ambao wanaamini kwamba wanaume zao nyumbani huko waliko neema imefika, wale wanaoamini kwamba hawa watoto ni taifa kubwa la kesho. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie jambo moja jepesi sana. Wewe kama ni mwanaume, wewe hujui kabisa wewe ni Kristo. Yaani unafananishwa na nani? Kristo. Mwanamke anafananishwa na Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawaomba wa baba wa matai. Bwana Yesu asifiwe. Hichi tulichokifanya hapa mzidi kukifanya zaidi na zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ili hawa wanaokuwa hawa. Unajua sisi tunasikia uchungu kwa sababu tunakutana na kijana ni mdogo anakuambia nimeacha shule, mimi nikiangalia nipo chuo. Yani unaumia na nyinyi yani kama sisi tunaumia, kwa nini nyinyi msiumie? Nyinyi ndio mlio sawa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunamwamini Mungu, tulichokiomba kimekuwa. Tulichokiomba kimekuwa. Hakuna madeni, biashara zitaenda, uchumi utafunguka, kila mahali palipofunga ambapo baba aliondolewa kwenye nafasi atarudishwa tena, atarudishwa tena, atarudishwa tena. Na hakuna kuzuia, maana aliyesema ndani yetu ni mkuu kuliko wakuu wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto mlioko shuleni wa kiume, ngoja niwaambieni kitu kimoja. Oneni aibu. Yaani nyinyi wenyewe jioneni nini? Aibu kutokusoma kwa bidii. Someni kwa bidii ili kesho na kesho kutwa na nyinyi mpande magari mkahubirie injili watu huko. Mseme tulihubiriwa tukiwa wadogo. Tunahubiria watu huko. Mseme na sisi tulihubiriwa tukiwa wadogo, tunaenda kuhubiria watu huko. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana watu wa mataa. Na wewe mwanamama ambao unapitia changamoto ya ndoa, ngoja nikwambie kitu kimoja. Kristo anakupenda kuliko wewe unavyojipenda mwenyewe. Hiyo ndoa mkabidhi Yesu kwa asilimia zote. Na leo tumesema utaitwa baby na utaenda kuitwa nani? Sijasikia. Nimesema leo utaenda kuitwa baby. Leo utaenda kuitwa nani? Leo unaitwa baby. Hata kama ilipita miaka 7 hujaitwa, leo utaitwa baby.